leo ni siku ya Mothering Sunday ambayo ni ibada inaongozwa na wamama. Na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, Mungu juu patakatifu, tunalihimidi jina lako, tunakutukuza mchana wa leo. Tukisema ni asante maana mfalme umekupendeza tukapata kukaa katika nyumba yako, tukasikie kutoka kwako. Bwana, naomba ukapate kunitumia kama chombo tu, nikapate kueneza neno lako kwa watu wako. Jina lako Yesu likapate kutukuzwa na kuinuliwa zaidi maana wewe ni Mungu. Ni katika jina lako takatifu tunaomba na tukushukuru. Amen. Timu yetu katika mzunguko huu wa Talanta Week ilikuwa naongelea about restoring family unity, yani urejesho katika jamii yetu. Katika jamii zetu Mungu anatukumbusha ama neno linatukumbusha kwamba tukarejeshe unity ama umoja uliopotea. Bwana Yesu asifiwe. Umoja uliopotea, Mungu anatuambia, ametuona ya kwamba hatuna umoja tena katika familia zetu, katika makanisa yetu. Ndiposa mchana wa leo ametukumbusha hilo na ametusihi tukapate kuwa na bidii ya kurejesha umoja huu. Na tutasoma katika kitabu cha Zaburi mlango ule wa 133 fungu cha kwanza hadi cha 3. Tutasoma, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa vazi yake, kama umande wa Hamoni ushukao milimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana aliko amuru baraka na uzima hata milele. Kumbe tunapokuwa na umoja, tunapokuwa pamoja kwa umoja, hapo ndipo Bwana anafurahia na ndipo Bwana anaamuru baraka zake. Umoja huo unafananishwa na mafuta mazuri ambayo yanamwagika kutoka katika ndevu za Haruni kuelekea hadi pindo za nguo za vazi yake, ambapo upendo huo unashuka kutoka juu. Kama ni umoja huo uko kwa baba na mama, utashuka umoja utafikia watoto. Na umoja huo ukafananishwa na umande wa Hamoni ushukao milimani pa Sayuni. Umande ni kitu ambacho kinaonekana hata ukiwa mbali. Inaposhuka milimani inaonekana. Kwa hivyo umoja wetu tutakapokuwa nao, huo umoja ambao umetajwa katika Biblia, utaonekana hata mtu akiwa mbali, akiwa hata si mhusika katika jamii yako, ataona ya kwamba uko na umoja. Kwa hivyo wapendwa, restoration ni urejesho. Kwa hivyo leo hii Biblia ama neno linatukumbusha kwamba tukapate kuwa na umoja. Umoja huo ambao tunapokuwa nao, hapo ndipo Mungu anaamuru baraka zake. Hapa tena imetukumbusha ya kwamba kumbe tunakosa baraka kwa kukosa kuwa pamoja kwa umoja. Kwa hivyo umoja ndio unasababisha tukapate kubarikiwa. Kwa hivyo kulingana hata na timu yetu ya kanisa hili ya kwamba tunaongezewa zaidi. Kuongezewa zaidi huko kutapatikana wakati tumekuwa pamoja kwa umoja. Ndiko baraka zinapoamriwa kama vile hicho kifungu cha 4. Kifungu cha 3 kinavyosema ya kwamba maana ndiko Bwana aliko amuru baraka na uzima hata milele. Baraka ambazo si za kuisha leo, ni baraka za uzima wa milele. Kwa hivyo wapendwa, mchana wa leo tukumbuke kuwa na pamoja na umoja ili tukapate kupokea baraka ambazo Mungu ametuandalia mbele yetu, na urejesho huo ukapate kurejesha familia zetu. Mbarikiwe sana.